بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulizungumza katika kikao kilichopita njia ambayo ni sahali au miongoni mwa njia sahali zaidi kumfanyia mtu wepesi kuhifadhi Qur'an kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na tawfik kutoka kwake. Kuna baadhi ya ikhwa ambao waliuliza baadhi ya maswali, na miongoni mwa maswali ambayo waliuliza ni kuwa tumetaja kusoma aya mara 20. Je, ile mara 20 wakusudia kwa kuitizama ile aya ama wasoma mara moja kisha wafunga warejelea mara 20? La, kila idadi tuliyotaja ni kuisoma ile Qur'ani kwa kuiangalia. Ile aya ukishaisoma mara 20 kwa kuiangalia, kisha ndio wafunga msahafu na kujisikiliza hivyo hivyo. Na katika kuhifadhi atakikana anayehifadhi Qur'an awe atatumia kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa kukitumia kuitafuta ilmu: as-sam' wal-basar wal-fuad, kutizama kwa macho, kusikiza kwa kusoma kwa sauti, kisha moyo wako uwe hadhir wakati wa hifadhi. Kwa hivyo wakati waisoma ile aya unaoisoma, macho yako hakikisha yawe katika ile sehemu aya ilipo, usitizame kulia wala kushoto. Iwache ile aya iwe itachoreka katika akili yako mpaka ile sehemu ilipo, ikiwa ni juu ya safha, ikiwa ni katikati, ikiwa ni mwisho. Na usome kwa sauti wakati wa hifadhi, na hii itakubidi utafute mahali ambapo hautaudhi mwenzako, ili masikizi pia yatumike kusikia kile unachokisoma na moyo wako uwe hadhir. Na zaidi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe tawfik katika jambo tukufu kama hili. Na tulitaja hadithi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu fi sahih: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora kati yenu nyinyi ni yule aliyejifunza Qur'ani na yeye akaifunza. Kwa hivyo ikiwa wataka kuwa katika hao bora, ni jambo ambalo halipatikani kwa usahali, lazima ujisumbue, ufanye bidii, umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe tawfik na akusaidishie katika jambo hilo. Tulifikia katika sehemu ambayo ni swali mara nyingi huulizwa: kaifa ajma'u baina al-hifdh wal-muraja'a, vipi naweza kukusanya baina ya kuhifadhi Qur'ani na kufanya muraja'a, kuirejelea ile Qur'an ili nisisahau. Jambo la kwanza, la tahfadh al-Qur'an biduni muraja'a, usihifadhi Qur'ani bila muraja'a. Haiwezekani mtu ahifadhi Qur'ani bila muraja'a. fa innaka law hafidhta al-Qur'ana wajhan wajhan hatta tukhtima al-Qur'an, lau kama utaihifadhi Qur'ani kila siku safha moja, kila siku safha moja mpaka umalize Qur'an, wa aradta ar-ruju' ila ma hafidhtahu wajadta nafsaka qad nasita ma hafidhtahu, ukifika mwisho ukawa wataka kurejelea kile ulichokihifadhi, utajipata kuwa umesahau kila kitu.
hakibaki. والطريقة المثلى أن تجمع بين الحفظ والمراجعة. na njia ambayo ni bora nzuri kabisa ni kukusanya baina haya mambo mawili, alhifdh wal muraja'a. Bali naweza kusema kuwa ikiwa upande wa muraja'a utaghilibu upande wa hifdhi, sijafanya mubalagha, kwa sababu muraja'a ni wa kile ambacho tayari unacho na hifdhi ni kuongeza. Kwa hivyo bora kile ulichonacho mwanzo kibakie. Ikiwa waona kuongeza na huku bado hujakaa vizuri, basi bora usubiri mwanzo utengeneze kisha ndio usonge mbele. Kwa hivyo njia bora ni kukusanya baina ya hifdhi na muraja'a. وقسم القرآن عندك 3 أقسام كل 10 أجزاء قسم. igawanye Qur'ani mara 3, kila juzuu 10 weka ni sehemu moja, juzuu 10 ya pili, juzuu 10 ya tatu. فإذا حفظت في اليوم وجها فراجع 4 أوجه حتى تحفظ 10 أجزاء. zile 10 za mwanzo unazihifadhi, kila siku ukihifadhi safha moja, huku rejelea safha 4, fanya muraja'a, usikilizwe na mwenzako, safha 4 peke yake. Leo umeongeza moja, kule nyuma wasongea 4 mpaka uifikie pale ulipofika, waanza tena mwanzo 4 mpaka ufikie pale pale, hivyo hivyo. فإذا حفظت 10 أجزاء, kisha hifadhi juzuu 10 za mwanzo, توقف شهرا كاملا للمراجعة, simama kuhifadhi mwezi mzima, fanya muraja'a, rejelea mwanzo, zitengeneze hizo juzuu 10. كل يوم تراجع 8 أوجه, kila siku rejelea safha 8 kila siku, ambayo itakuwa ni karatasi ngapi? 4, karatasi 4, takriban nusu juzuu kila siku kwa mwezi. Pole pole uwe warejelea. وبعد شهر من المراجعة ابدأ في بقية الحفظ. kushamaliza baada ya mwezi ule muraja'a, juzuu 10 zimekaa vizuri, waanza tena kuhifadhi. Sasa tunda 10 ya pili, تحفظ وجها أو وجهين حسب القدرة. ukifika katika 10 ya pili waweza kuhifadhi safha 1 au 2 kwa kadri ya vile utaweza, ingawa kichache na muraja'a zaidi ni bora kuliko kingi bila nini, bila muraja'a. Kwa hivyo utahifadhi safha 1 au 2 kwa kadri ya vile utaweza. وتراجع 8 أوجه حتى تحفظ 20 جزءا, na huku warejelea safha 8 mpaka utakapokamilisha juzuu 20. فإذا حفظت 20 جزءا توقف عن الحفظ مدة 2 لمراجعة 20 جزءا. كل يوم تراجع 8 أوجه. ukifika juzuu 20 umezikamilisha, simama sasa miezi 2, kila siku warejelea safha 8. katika juzuu 10 za mwanzo ilikuwa ni ngapi? Safha tuzungumzia ngapi? Hivyo hivyo. Kwa hivyo naam, 8, na hii pia warejelea ngapi? 8, hivyo hivyo, lakini kwa miezi 2 kila siku, mpaka uhakikishe baada ya hii miezi 2 zile juzuu 20 zimekaa vizuri kabisa, hazina matatizo. Usisonge mbele katika hifdhi ikiwa bado zile zilizopita hazijakaa vizuri. فإذا مضى 2 على المراجعة ابدأ في الحفظ كل يوم وجها أو وجهين حسب القدرة. kimaliza
miezi yako miwili ya murajaa zimekaa vizuri, basi uingia katika 13, waanza kuhifadhi safha ama safha mbili kwa kadri ya ule uwezo wako. وتراجع 8 أوجه حتى تنتهي من حفظ القرآن كاملا. kisha warejelea safha 8 mpaka umalize Qur'ani yote kamili. Na kusudia 8 kuanzia lile 10 la mwanzo, la pili mpaka ufikie pale ulipofika, hivyo hivyo warejelea tu. فإذا انتهيت من حفظ القرآن, ukimaliza kuihifadhi Qur'an, راجع 10 الأجزاء الأولى بمفردها مدة شهر كل يوم نصف جزء. ukimaliza kuihifadhi Qur'an, rejelea mwanzo juzuu 10 za mwanzo peke yake kwa muda wa mwezi mzima peke yake, usishike zile zingine. Kama ni kusoma tu, lakini murajaa ni zile juzuu 10 za mwanzo peke yake. Kila siku nusu juzuu waisoma, fanya murajaa, wampa mtu akusikilize. Wala hakuna kuhifadhi peke yako ukajitia kipembeni hivi wasema mimi nahifadhi, kisha ukaja ukamwambia mimi nishahifadhi shamaliza. Hakuna hifadhi. Hifadhi ya kujifunika, maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alifundishwa nani? Jibril alayhi salatu wasalam, na alikuwa akija kila Ramadhani kwa ajili ya nini? Ya kumsikiza Mtume sallallahu alayhi wasallam akiisoma Qur'an, yu'rid alayhi al-Qur'an. Na hivi ndivyo walivyokuwa salaf na mpaka leo. Hakuna hifadhi mtu yuwakaa peke yake, aweza kuhifadhi kwa makosa, yaweza kuwa hifadhi yake ni dhaifu, hawezi kujua mpaka awe atasikizwa. ثم تنتقل إلى 20 جزءا مدة شهر, kisha waenda katika 20, yani 10 za pili kwa mwezi. Kila yawmin nisf juz, kila siku wasoma nusu juzuu katika 10 ya pili. وتقرأ من 10 الأجزاء الأولى 8 أوجه, lakini hapa nusu juzuu katika ile 10 ya pili na ile 10 ya mwanzo safha 8 kila siku. Kwa hivyo takriban itakuwa ni juzuu moja takriban kule kwa 10 la kwanza na 10 la pili. ثم تنتقل إلى مراجعة 10 الأخيرة من القرآن مدة شهر كل يوم نصف جزء مع 8 أوجه من 10 الأجزاء الأولى و8 أوجه من 20 جزءا. kisha mwisho kabisa utaenda kwenye lile 10 la tatu, kila siku nusu juzuu pamoja na kusoma lile 10 la mwanzo safha 8, 10 la pili safha 8 na lile 10 la tatu nusu juzuu mpaka umalize. Katika hali kama hii, ukimaliza kuzitengeza hizi 10 kwa mwezi wake, itakuwa juzuu 30 zote takriban zimeanza kukaa vizuri. Sikwambie hapa utakuwa tayari ushafanya itqan, la, bado hazijakaa, lakini zitakuwa ziko mahali pazuri. طيب كيف أراجع القرآن كاملا إذا انتهيت من هذه المراجعة؟ nishamaliza kufanya murajaa huo ulioniambia, nishakamalisha Qur'an kuhifadhi na murajaa hivyo tulivyoeleza. Je, nitafanya vipi murajaa sasa? ابدأ بمراجعة القرآن كاملا. sasa utaanza kufanya murajaa wa Qur'ani kamili. كل يوم جزءان, kila siku juzuu 2, لكن أن تكرره 3 مرات كل يوم. hizi juzuu 2 utazisoma mara 3 kila siku. Bimaana ikiwa ni baada salati al-fajr, mtu atakusikiza kwa mfano juzu ya alif lam mim surat al-Baqara, kisha kusikize sayaqulu as-sufaha, usimamie kwa tilka ar-rusul. Kwa mfano, na wakati tena baada salatu adh-dhuhr hiyo hiyo waisoma kwa mtu tena, si wewe peke yako, ni mtu ya kusikiza. Juzu ngapi? 2. Kisha jioni tena wazisoma zile zile juzu 2. Siku ya pili uenda kwenye juzu 2 zinazofuata.
wazisoma. Kwa hivyo utaendelea kwa namna hiyo. Watakunu fi kulli usbu'ain takhtimu alqur'ana kamilan bilmuraja'a, katika kila wiki mbili utakuwa umeirejelea na kuihitimisha Qur'ani yote katika muraja'a. وبهذه الطريقة تكون خلال سنة قد حفظت القرآن كاملا بإتقان. baada ya mwaka ukiendelea hivi itakuwa umeihifadhi Qur'ani yote biitqan. waf'al hadhihi at-tariqa sana kamila, njia hii utaifuata kwa mwaka mzima. Kwa hivyo mwaka mzima wewe itakuwa kila siku wasikizwa juzu ngapi? 2. mara ngapi? 3. sawa. Ni kama kwa mfano wasoma juzu ngapi? 6 kwa siku, lakini ni zile zile 2 wazisoma, wazirejelea tena, wazirejelea tena. Yale makosa utakuwa yatengeza kila siku. Ukimaliza mwaka katika hali kama hii na kuwa na subra, basi utakuwa umeihifadhi Qur'ani, tena ile Qur'ani umeihifadhi kwa itqan, vile inavyotakikana ikae Qur'ani kwa yule aliyehifadhi. baada ya huu mwaka nishamaliza huo mwaka wa kufanya muraja wa juzu 2 mara 3, je, nifanye vipi tena murajaa? Ama ndio maisha yangu yataendelea? Bila shaka mwanadamu pigwa na shughuli na mambo mengi, kila akikuwa mambo yazidi. Tutazungumza insha Allah taala katika halqa ya kesho biidhnillah taala, ikiwa umemaliza mwaka mzima wa murajaa huu tuliotaja, je, ujipange vipi ili ile Qur'ani isipotee? wallahu almusta'an. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.